Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa vipindi vyetu pendwa vya mwongozo wa kujifunza Biblia, na kukaribisha katika channel yetu ya Sauti ya Ukweli wa Leo. Ni muda mrefu sasa hatujaweza kukufikia kupitia vipindi hivi, lakini kwa neema ya Mungu tumerejea na Bwana akubariki sana. Karibu katika mwongozo wa kujifunza Biblia katika robo hii ya pili mwaka wa 2025. Naam, nimeambatana pamoja na ndugu zangu. Mimi binafsi naitwa Baraka David, nami nimeambatana na kaka Geoffrey Joseph mkono wangu wa kushoto, lakini pia nimeambatana na kaka Ezron Julius. Naam, wote tunawakaribisha katika mwongozo wa kujifunza Biblia katika robo hii ya pili mwaka wa 2025. Naam, katika lesoni hii ya robo hii inazungumza kwa habari ya unabii na ina kichwa ambacho kinasema vidokezo tamathali za semi ishara. Vidokezo tamathali za semi ishara. Lesoni hii imejikita hasa katika unabii, na Bwana anao lengo mahususi kwa watu wake pamoja na kanisa kutuletea lesoni hii tuweze kujifunza kwa pamoja. Naam, kabla hatujaenda mbele zaidi na kuingia ndani katika kujifunza somo letu, nimwalike kaka Geoffrey aweze kutupatia ombi la kutufungulia mjadala wetu katika siku ya leo. Naam, karibu kaka Geoffrey. Asante na tuombe. Amen. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa nafasi hii ambayo umetujalia kujadili neno lako. Tunakusihi Bwana ukatuongoze, ukatutumie kama upendaji. Lakini pia Yesu, mafunuo yako uliyoandika ukatujalie, na kwa wale watazamaji ambao watakuwa wakitufuatilia katika mitandao wakaweze kufahamu kupitia mafunuo yako ambayo umefunua juu ya utumishi wako. Uwe pamoja nasi, Roho wako Mtakatifu wa kiongozi wa kila mmoja wetu. Ni katika jina lako Yesu na kushukuru. Amen. Amen. Naam, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, lesoni yetu imejikita katika unabii na Mungu analo kusudi. Na ukijaribu kutazama katika somo la kwanza, robo hii limejikita katika kanuni kadhaa za unabii. Nami nimetamani na mpenzi mtazamaji kuweza kujua nini maana ya unabii. Nini maana ya unabii? Unabii ni maono, ni mafunuo ambayo Mungu anayatoa kwa watu wake maalum kwa njia ya maono. Na Mungu atakuwa na lengo la kufikisha ujumbe katika jamii husika. Na mara nyingi amekuwa akiwatumia manabii kupitia maono kuwajuza kile ambacho Bwana anakihitaji na makusudi yake. Lakini tumeona kuwa unabii pia una umuhimu kwenye maisha ya mwanadamu. Nimetamani kujua na mpenzi mtazamaji, kwa nini unabii? Nikukaribisha kaka Ezron uweze kutuambia kwa nini unabii. Karibu. Asante na amina. Kuna umuhimu wa kujua, kuna umuhimu wa unabii, kuna umuhimu wa kujua unabii. Na moja ya sababu ya kutufanya tuwe na unabii ni kwamba unabii unalithibitisha kanisa. Unabii unamthibitisha Yesu. Kwa sababu kama ambavyo umetangulia kusema, tunapaswa kujua kwamba unabii ni maneno ambayo yametolewa na Mungu mwenyewe kabla hayajatukia. Ni ahadi ambazo zimeahidiwa na Mungu mwenyewe kabla hazijatokea. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa kwamba unabii baada ya kutokea unakuwa unathibitisha kile ambacho kimesemwa na Mungu mwenyewe. Kwa mfano, Yesu anatuambia kwenye Yohana 13 fungu la 19 kwamba alikuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba haya nimewaambia ili atakapotokea mpate kuamini ya kwamba mimi ndiye. Kwa hiyo nabii unasaidia kuthibitisha hata imani yetu. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana unabii. Na si hivyo tu, unabii ndio unaotuonyesha wakati tulipotoka, tulipo sasa na tunapoenda. Pasipo kusoma unabii hatuwezi kujua tulipo. Na kiukweli Biblia nzima, maandiko matakatifu, yani Agano la Kale na Agano Jipya, ni manabii. Ni unabii. Kwa sababu Biblia inasema haya katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 aya 3. Na ni Mungu anasema nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Mashahidi wawili ni Agano la Kale na Agano Jipya. Hao ndio wanathibitisha kutoa unabii. Kutabiri mambo yanayokuja na yale kuthibitisha yale yaliyokwisha tokea. Kwa hiyo kuna umuhimu wa unabii. Amina.
nakushukuru sana kaka Hezron. Lakini kuna jambo moja ambalo watu wengi wanadai kwamba unabii hususan wa kitabu cha Ufunuo na pengine kitabu cha Danieli unaonekana kuwa ni mgumu. Na wengi huwa wanahitimisha kujifunza unabii ni kupoteza muda. Na ni kwa nini tunakuwa na uelewa tofauti kaka Geoffrey? Kwa nini tunakuwa na uelewa tofauti kwenye unabii? Na watu wengine unawazungumziaje na kuwatia moyo pale ambapo wanaingia kwenye unabii na kutoka na tafsiri nyingine ilhali unabii unaeleweka? Karibu sana kaka Geoffrey. Asante na amina pia. Miongoni mwa sababu ambazo zimesababisha unabii kwa watu wengi kutokueleweka, cha kwanza ni watu kutokuhitaji kutenda mapenzi ya Mungu. Lengo la Mungu kutuletea neno lake ni kwamba tupate kumuelewa. Kwa hiyo haiwezekani Mungu wetu wa mbinguni anayetupenda kiasi hiki kutupatia neno lake ambalo sisi hatuwezi kuelewa. Tumejifunza, tumeona vizuri kupitia kaka Ezra anachokizungumza, ya kwamba unabii umekuja cha kwanza kutuonyesha wakati ambao tunaishi, tulikotoka na tunakokwenda. Ina maana kwamba tusipojifunza kwa kuhitaji kutenda mapenzi ya Mungu, hatuwezi tukaelewa unabii. Na kingine pia, ukiangalia katika kitabu cha Pambano Kuu peji ukurasa wa 283 imeelekeza kuwa hakuna mtu hata mmoja ambaye anatakiwa kuwa gizani juu ya mambo haya. Amina. Hii inatudhihirisha kwamba unabii unaeleweka. Na licha ya kwamba watu wanasoma vitabu mbalimbali na kutoka na uelewa tofauti, lakini si Bwana asemavyo. Kwa sababu hii tunaipata katika Wakorintho wa kwanza na fungu lile la 10. Bwana anasema kwamba basi ndugu, na wasii kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka. Anasema bali mtimu katika nia moja na shauri moja. Hii dhana ya kutokuwa na uelewa sawa au tofauti wa unabii ni kwa sababu hatuendi kusoma kwa unyenyekevu na kutii mapenzi yake. Na ndio maana tunatoka tukiwa na dhana tofauti, lakini Bwana anasema lazima tunene mamoja. Kwa hiyo tunapokuta kuna dhana tofauti, lazima turudi tena tusome tena na tena. Kuna jambo ambalo alilisema kaka Jofu, ndio ambalo pia ni la muhimu tulisisitize. Kuto kuyatafuta mapenzi ya Mungu, kuto kuyajua mapenzi ya Mungu. Wakati tunaenda kusoma unabii au kusoma andiko lolote la Biblia, mtazamo wetu unakuwa ni upi? Mtazamo. Kwa kitu ambacho kinaathiri, kinasababisha migogoro hiyo yote na wengi wanahitimisha kwamba unabii ni mgumu, ni kwa sababu wanasoma si kwa kutaka kujua kwamba Mungu amekusudia nini, amekusudia nielewe nini. Na unabii unamfunua nani? Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 7 na fungu la 17 kwamba mtu akitaka kuyatenda mapenzi yangu atajua yale mafundisho kwa yametoka kwa nani? Kwa Baba yangu. Kwa hiyo atajua mtu akitaka kutenda. Na si hivyo tu, Mathayo 7 fungu la 7 Biblia inasema kwamba tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kutafuta. Tunatafuta katika nini? Lakini pia tunapoenda kusoma unabii kwa sababu hatuna roho ya kufundishika. Katika Zaburi ile ya 25 na ile fungu la 9 Biblia inasema Mungu atawafundisha wapole, unyenyekevu atawafundisha njia yake. Na hilo limethibitishwa katika kile kitabu cha Wazee na Manabii, ukurasa wake ni wa 384. Nabii anaelezea kwamba Mungu atawafundisha wale ambao ni wapole, wale ambao wana roho ya kufundishika. Tunaenda kutafuta kujifunza Biblia ni kwamba pengine tuonyeshe umahiri wa kuzungumza, au pengine tuonekane kwamba tunajua, si kwa kusudi lingine. Lakini kama tukitafuta kwa unyenyekevu wa kutaka kujua kile ambacho Mungu anahitaji tukifanye kulingana na wakati, kwa sababu wakati unaamua nini cha kufanya, basi Mungu amekusudia kwamba kuwepo na manabii ili kuzungumza na manabii waje watoe ujumbe. Nabii tunajua kwamba ni mjumbe. Kwa hiyo Mungu hajatuacha gizani. Neno ambalo limefunuliwa ni kwa ajili yetu ili tulielewe. Tusipoelewa ni uzembe, na kama tutakuwa wazembe, uzembe ni dhambi na Mungu atatuhukumu kwa hilo. Asante. Amina. Naam, tunajaribu kuona pia namna ambavyo unabii ni muhimu na hususan katika zama za mwisho, tunapojaribu kuona ulimwengu unapozama katika dimbwi la dhambi na kufikia mwisho wake. Ni muhimu sana
kujifunza kwa wenyewe masomo haya ya unabii. Naam. Nipende kukuuliza kaka Geoffrey kwamba unabii una muhimu gani hususan kwa kanisa la Masalio la Waadventista wa Sabato? Unabii una umuhimu gani kwa kanisa? Karibu kaka Geoffrey. Unabii una umuhimu kwa kanisa kwa sababu moja. Ndio. Kanisa la Masalia tusipoelewa unabii, ina maana kwamba hatuwezi tukajua kile kinachojia ulimwengu. Na tunatambua pia umuhimu wa kuita Masalia ni kwa sababu ya unabii pia. Ukija kutazama kipindi cha William Miller, ndipo tulipoanza kujua ni wakati gani ambapo Kristo angekuja, japokuwa ilikuwa ni wakati sahihi ambao alikuwa ameutaja, lakini tukio likawa tofauti mahali ambapo mbinguni ndio palikuwa patakatifu, lakini kwa uelewa wake ilikuwa kwamba kutokana na mafundisho yaliyokuwa yameenea ya kwamba patakatifu ni hapa duniani. Kwa hiyo tukitazama pale unabii ndio ulioamsha vuguvugu. Amina. Kile ambacho tunajaribu kuelezwa kwenye kaka Geoffrey anajaribu kueleza kwamba unabii ni muhimu kwa sababu kama kanisa na ulimwengu, unabii ndio unatueleza tulipotoka, tulipo sasa na tunakwenda wapi. Ndio, ningependa nisisitize jambo lingine hapo kaka Baraka. Ndio. Na tumezungumzia basi umuhimu wa unabii, na tunapoelekea kuzungumzia kanuni au namna sahihi ya kusoma unabii ili tuweze kuelewa, ni muhimu tuelewe hata kile ambacho Biblia inasema katika Petro ni katika waraka wa pili wa Petro ile sura ya kwanza, ukisoma lile fungu la 19 ambapo hata ukianzia fungu la 20, maandiko matakatifu yanasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hiyo neno la unabii ambalo liko imara ndio tunapaswa kuliangalia kama taa inayong'aa mahali penye nini? Penye giza. Bila kuwa neno la unabii tungekuwa tunaenda wapi? Gizani. Kwa hiyo unabii ni kama taa. Unabii ni kama jicho la kanisa. Kwa sababu hata Mungu kupitia nabii wake Samueli katika Samueli ya kwanza ile sura ya 9 na fungu la 9 anasema hapo zamani mtu alipotaka kuuliza neno kwa Bwana alisema twende kwa muonaji, kwa sababu hapo kabla nabii aliitwa muonaji. Kwa hiyo kama muonaji ndio jicho ndio linaongoza mwili, hivyo hivyo unabii kama jicho ndio unapaswa kuongoza nini? Kanisa. Vinginevyo tusipokuwa na unabii tutakuwa tunaenda wapi? Gizani. Na fungu la 20 nasema, mkijua neno hili ya kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu. Zingatie hilo. Bali wanadamu walinena iliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakuna unabii ambao ulinena mahali popote kama anavyotaka mtu fulani. Ni kupitia Roho Mtakatifu ndipo tunaweza kujua kile ambacho Mungu amekifunua, kwa sababu Roho ndiye aliyekivuvia kikaandiko. Tusipokuwa na Roho wa Mungu hatuwezi kuelewa chochote. Amina. Lakini pia miongoni mwa kanuni kubwa ya kujifunza neno ni upendo. Kwa sababu upendo hushinda yote. Na anasema hata katika kitabu cha Wakorinto anasema, tujapokuwa na kila kitu, hata nikitoa mwili wangu kuungua moto, nijapokuwa na uelewa wa unabii wote na maarifa yote, lakini kama sina upendo mimi si kitu. Na ni kwa sababu upendo unadumu milele. Lakini unabii unakoma. Yaani kukiwepo na upendo unabii unabatilika. Amina. Kwa hivyo tunaona namna gani lazima tujue kwamba Mungu kutupatia unabii ni ili tumjue, ili tujue kanuni zake za upendo. Na kumjua Mungu ni kumpenda, na kumpenda Mungu ni kumjua. Naam, ni wito gani kwa msikilizaji na mpenzi mtazamaji ambao tunaotoa kwa yule ambaye anahitaji kaka Ezra, yule ambaye anahitaji kujifunza neno la Mungu na kupata uelewa sahihi, tuna wito gani kwake? Karibu. Asante na amina. Ningependa tufahamu neno hili ya kuwa kuna ahadi nyingi ambazo zimeambatana na usomaji wa neno la Mungu. Katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya kwanza na fungu la 3 kuna heri imetolewa pale, kuna baraka imetolewa pale kwamba
wamebarikiwa wao wanaoyasoma na kuyashika maneno ya unabii yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Lakini si hivyo tu, katika Mathayo sura 24 fungu la 15 Biblia inasema asomaye na afanye nini? Na fahamu. Kwa hiyo tunapaswa kusoma ili tufanye nini? Ili tufahamu. Sisi ni wanafunzi ili tuwe walimu. Kwa hiyo wito kwangu na kwako na kwa msikilizaji ni kwamba tusome neno la Mungu wenyewe. Tusisubiri kusomewa na mtu. Unajua kama ilivyo asili ndivyo ilivyo hata katika mambo ya kiroho. Kama ambavyo chakula hakuna anayekula kwa niaba ya mtu mwingine, chakula hujilisha mwenyewe. Mwili unaulisha mwenyewe. Na hivyo hivyo kwa mambo ya kiroho, usipokula mwenyewe ukitarajia kulishwa na mtu mwingine, hautapata kile ambacho ulikuwa umekusudia kukipata. Kinyume na hivyo utakuwa na utapiamlo wa kiroho. Kwa hiyo ni muhimu tusome neno wenyewe. Na tunaposoma tutajua kile ambacho Yesu ameahidi kwamba tukitaka kuyatenda mapenzi ya Baba, tutajua yale mafundisho kwamba yanatoka kwa nani? Yanatoka kwa Baba. Kwa hiyo kuna baraka nyingi ambazo zimeambatana na kusoma maandiko, ambapo ningependa kutoa wito kwamba tuchukue nafasi kila mmoja kwa sehemu yake kusoma Biblia, kusoma maandiko. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu katika hekima yote. Hilo ndilo litatuongoza. Asante kaka Ezra, umezungumza vyema sana ulivyozungumzia kwamba somaye na fahamu. Lakini pia na nabii wa Mungu, mjumbe wa Mungu, anazungumza katika kitabu cha Pambano Kuu, hiyo pia katika ukurasa ule ukurasa wa 283. Ndio. Kuna kaparagrafu hapo katikati kanasema, nabii anasema, heli asomaye, wapo ambao hawatasoma mbaraka si wao. Wale ambao hawasomi mbaraka si wao. Anasema mjumbe wa Mungu. Lakini pia anaendelea kwa kusema, na wao wasikiao wapo baadhi pia wanaokataa kusikia chochote kuhusu unabii. Mbaraka si wa tabaka hili pia. Ndipo mjumbe wa Mungu anavyosema. Lakini anaendelea kwa kusema na kuyashika yaliyoandikwa humo. Anaendelea pia kwa kusema wengi wanaokataa kusikia maonyo na mafundisho yaliyomo katika kitabu cha Ufunuo, hakuna hata mmoja anaweza kudai mbaraka ulioahidiwa, na wote wanaodhihaki mzaha na mifano iliyotolewa kwa umakini mkubwa katika kufanya matengenezo ya maisha yao na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa mwana wa Adamu hawatabarikiwa. Amina. Ni mjumbe wa Mungu anasema hivi. Kiukweli Mungu na atusaidie. Na hata Pambano Kuu ukurasa wake ni ule wa 596. Nabii anasema kwamba anasoma mafundisho ya Mwokozi kwa juu tu bila ya kuyajali na kuweka imani thabiti kwa maneno ya wachungaji. Lakini je, wachungaji hawakosei? Tunawezaje kutumainisha roho zetu katika uongozi wao pasipo kujua kutoka katika neno la Mungu kwamba ni wabeba nuru? Kukosekana kwa ujasiri wa unyofu wa kwenda kando ya mstari uliowekwa na ulimwengu huwafanya watu wengi kufuata katika nyayo za wasomi. Kwa hiyo tunasoma kwa juu tu, sio kwa kusudi la kuelewa. Na hata hivyo hapa tumeona kwamba ambaye haamini chochote kuhusu nabii hapaswi kudai ahadi ya Mungu. Baraka za Mungu sio kwa ajili ya mtu huyu. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba ni muhimu sasa tumesikia, tuamke tufanye hivyo haraka iwezekanavyo. Amina. Barikiweni sana na kwa mwakilishi mwema na jumbe hizi ambazo ni nzito na ni muhimu. Naam, tunajaribu kuona, mpenzi mtazamaji, ni muhimu sana kusoma kwa ubinafsi wenyewe, twende tukasome wenyewe kuliko kusomewa. Hiki kitu kitatusababisha tuwe na utapiamlo wa kiroho. Lakini mathalani Bwana anaeleza vipi kuhusu katika makanisa yetu? Tufundisheneje? Bwana kuna namna ambavyo ameelekeza namna ambavyo tumepaswa kusoma na kujifunza, hususan tunapokuwa katika makanisa yetu. Na kitabu cha Evangelism ukurasa ule wa 348 kuna jambo ambalo mjumbe wa Mungu analieleza. Anasema, mara nyingi imewasilishwa kwangu kwamba tunapaswa kuwa na mahubiri machache na wahudumu wanaotenda kama wachungaji ndani ya makanisa, na kwamba juhudi kubwa zaidi za ujenzi zinapaswa kuokoa watu wetu, wasifanywe mahitaji au wahitaji kwamba wanahitaji kusikiliza mahubiri kila Sabato. Anaendelea kusema, ingawa ukweli unatolewa kwa njia iliyo wazi, wengi wanasikiliza mara kwa mara mahubiri, hujifunza kidogo.
Anamalizia kwa kusema mara nyingi ingekuwa faida zaidi mikutano ya Sabato ingekuwa na aina ya somo la darasa la Biblia. Kuonyeshwa kwa kweli ya Biblia kwa njia rahisi ya kuvutia hivi kwamba wote wanaweza kuelewa na kufahamu kanuni za wokovu. Mjumbe wa Mungu anajaribu kueleza namna ambavyo tunaweza tukawa tuna mjadala wa kujifunza neno la Mungu kila mara tunapokutana. Badala ya kuwa na mahubiri mengi, kwa sababu kwenye mahubiri anasema tunajifunza kidogo. Kwa pale tunapokuwa na mjadala na kujifunza neno kama alivyofanya William Miller, alijifunza kanuni ile ya Isaya 28 na fungu la 10. Kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo. Naam. Nikukaribisha kaka Hezron kwa wito kwa pamoja. Yule ambaye ni msikilizaji wetu na yule ambaye anatusikiliza kwa mara ya kwanza, una wito gani kwake tunapoelekea katika misho na kufunga kipindi chetu? Karibu. Ni katika Shuhuda kwa Kanisa ya 7 ukurasa wake ni wa 205. Wito wa Mungu kwetu ni kwamba tunapolisoma neno la Mungu tuichukulie kama sauti ya Mungu inayosema nasi binafsi na wewe binafsi, sio mtu mwingine, na ujue kwamba ni nini ambacho Mungu anakuagiza kupitia neno lake. Amina. Karibu kaka Geoffrey. Una wito gani kwa yule ambaye amekata tamaa kuhusu unabii, amekata tamaa kusoma kitabu cha Ufunuo kana kwamba hakieleweki? Je, una wito gani kwake? Na wito wangu kwa ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu ni kwamba Mungu alivyofanya hivi hakufanya neno lake lisieleweke, isipokuwa anasema kila neno ambalo lilitoka kwake lilikuja ili kutimiza makusudi yake na mapenzi yake pia. Kwa hiyo hatupasi kukata tamaa kufuatilia au kujifunza hiyo masuala ya unabii, kwa sababu tusipojifunza hakika ya kwamba tutakuwa gizani kama tulivyokwisha kujifunza hapo mwanzo. Kwa hiyo ni hayo tu, na mwalika mpenzi msikilizaji aendelee kufuatilia pia vipindi vyetu kuweza kujifunza zaidi. Amina. Ndugu mpenzi mtazamaji, ndio tunahitimisha kwa namna hiyo. Bwana akubariki sana. Uwe na nia njema na moyo thabiti wa kujifunza masomo ya unabii kupitia kitabu cha Ufunuo pamoja na kitabu cha Danieli. Nami nimwalike kaka Hezron Julius atupatie ombi tunapoelekea kufunga kipindi chetu. Karibu. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mungu unayetupenda upendo wako unatubidisha kufanya hivi ili kuyajua mapenzi yako. Tusaidie tunapoyachunguza maandiko, tunapolisoma neno lako ambalo kila neno lako lenye pumzi yako rafaa kwa mafundisho likatuongoze katika njia ya milele. Wale wapole umeahidi kwamba utawafundisha njia yako. Kila anayekuja kwako Bwana umeahidi ya kwamba hutamtupa. Tafadhali wachukua watoto wako, kila aliye na shauku na kiu ya haki ya kutaka kujua mapenzi yako, mfunulie muumbaji wetu. Tunakusiwe pamoja nasi tena mpaka wakati ujao. Tumeomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Unapokutana na somo hili usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu, kulike, kucomment na kushare ili wengine pia wapate kubarikiwa. Asanteni, tuonane wakati ujao. Amen.